Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Nayemsikiliza ni mimi mchungaji Mwalimu Imani Lamsoni Mwampamba. Ninakuletea mfululizo wa siku ya pili ya somo letu kwa habari ya nguvu ya tatu kavu. Au inasema jinsi tatu kavu ilivyogeuza maisha yangu. Ni kupongeze wewe ambaye umeendelea kufuatilia fundisho hili na somo hili na shuhuda kadha wa kadha. Ni kupongeze wewe ambaye umefuatilia kuanzia siku ya kwanza, na hii ni sehemu ya pili baada ya ile sehemu ya kwanza. Kwa hiyo kama haujafuatilia, ni kusi kabisa ukasikilize ile sehemu ya kwanza, ilikuwa tumeanza vizuri, na ili uweze unielewe sehemu ya pili hii ni muhimu ukasikiliza sehemu ya kwanza. Sasa tunaangalia mfano wa kwanza, ushuhuda wa kwanza wa mtu ambaye alishiriki maombi ya tatu kavu. Nikasema tatu kavu ni maombi, ni mfungo wa maombi wa siku tatu unaoambatana na kutokula wala kunywa chochote. Nikasema haya ni maombi ya maana sana na ni maombi ambayo yana nguvu nyingi sana kwenye maisha ya muombaji. Tukapata nafasi nzuri ya kuangalia ule mfano wa kwanza wa Esther na Wayahudi na Mordekai na wengine wote ambao walikuwa wako pamoja nao kwenye yale maombi ya siku tatu ya Wayahudi. Na mahali hapo tuliangalia mambo mawili ya kwanza ambayo ni mazao au ni matokeo ya tatu kavu. Jambo la kwanza tukasema kufanya kila hukumu juu yako iwageukie watesi wako au wakuhukumu. Jambo la pili wasema haya maombi yanaleta kibali kwa walio mbele yako, kibali kwa walio mbele yako, kibali juu ya watu na juu ya wakuu walio mbele ya macho yako au kwenye maisha yako. Kama ni ofisini, ni kwa mkeo au mmeo, ni kwa jamii, ni kwa wananchi, kwa wajumbe na raia, unapata kibali mbele za macho yao. Haya maombi yanang'aza uso, yanang'aza sura, kama vile sura ya Yesu ilivyong'aa kwenye mlima wa maombi. Hivyo hivyo haya maombi yanang'alisha sura, yanasababisha kibali kwenye maisha yako. Hizo ni habari za Yesu na habari pia za Esther. Jambo la tatu, hufukia sheria na taratibu au vikwazo vya kawaida vya kibinadamu. Haya maombi yanafunika sheria, yanafunika taratibu, yanafunika au yanaondoa vikwazo vya kawaida vya kibinadamu. Esa kabla hajaomba, kabla hajapambana na sheria, kwanza alianza kuomba. Esa kabla hajapambana na vikwazo na sheria na kanuni na miiko na protocol, alianza kwanza kuomba maombi ya siku tatu. Esta sura ya 4 mstari wa 11 nasema, watumwa wote wa mfalme wanajua sana, hata na watu wa majimbo ya mfalme, ya kwamba mtu yeyote akiwa mwanaume au mwanamke atakaye mjia mfalme katika ua wa ndani wala hakuitwa, kuna sheria moja kwake, ni kwamba auawe
isipokuwa yeye ambaye mfalme atamnyoshea fimbo ya dhahabu ili aishi. Wala mimi sikuitwa niingie kwa mfalme yapata siku 30. Hiyo ni hali ya Esta kabla hajaomba. Hiyo ni hali ya sheria iliyowekwa chini ya mfalme Ahasuero aliyemiliki karibia nchi 50, majimbo 50. Hiyo ni sheria ambayo iliwekwa. Esta kwa makusudi aliamua kuvunja sheria kwa kuamini nguvu ya tatu kavu. Esta kwa makusudi aliamua kwamba avunje sheria, lakini kiburi ambacho kilimpatia namna hiyo, ujasiri ambao ulimpatia Esta kuvunja sheria, ulitokana na nguvu ya maombi ya tatu kavu. Esta sura ya 4 mstari wa 16 anasema, uende uwakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, sile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme, kinyume cha sheria, kinyume cha taratibu, nami nikiangamia na niangamie. Bwana Yesu asifiwe sana. Esta akaamua waombe. Asa baada ya maombi, angalia ambacho kinatokea. Baada ya maombi, Esta akaenda mbele ya mfalme kinyume cha sheria. Asa angalia sheria jinsi ambavyo iliyeyuka. Angalia vikwazo, desturi ambavyo ilivunjwa mbele ya maombi ya tatu kavu. Ile Esta sura ya 5 ule mstari wa 2 hadi ule mstari wa 3. Ranto mazakariagabaya indorobo sakaliabati. Mstari ule wa 2 anasema hivi, ikawa mfalme alipomwona Malkia Esta amesimama uani, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Esta fimbo ya dhahabu aliyokuwa nayo mkononi. Basi Esta akakaribia, akaigusa ncha ya fimbo. Mfalme akamwambia, Malkia Esta, wataka nini? Nayo ni haja gani ulio nayo? Utapewa hata nusu ya ufalme. Redo masakata. Kwa hiyo kikwazo ni sheria. Esta amekaa siku 30 hajaitwa, na anajua akienda bila kuitwa kuna hukumu ya mauti, kama ambavyo Ahasuero alihukumu watu wengi, na Esta pia naye asingekwepa ile kwamba ni mke wa mfalme au ni malkia, asingekwepa. Sheria huwa ni msimeno. Lakini Esta aliona ni majira ya hatari, ni majira ya shida, nikingoja sheria, nikingoja niitwe, nikingoja majira ya kuitwa, nikingoja mme wangu anitamani ndo aniite, nikingoja mme wangu anikumbuke ndo aniite, haniiti. Na Wayahudi wanaangamia, na sheria iko mbele yangu ambayo haiwezi kuvunjwa. Ufunuo ukamjia kwamba omba maombi ya tatu kavu, na baada ya hapo umkabili mfalme bila kukuita. Usiangalia walinzi wake, usiangalia ulinzi alionao, wala usiangalie historia alionayo. Aliyemuua mke wake wa kwanza kabla yako, aliyemuua Vasti kabla yako, hiyo hofu usiwe nayo. Wewe kamkabili hivyo hivyo baada ya maombi ya tatu kavu. Rianta magazomeketai. Haya maombi yanaingiza ujasiri ndani ya mtu kuvunja sheria.
Haya maombi yanaingiza ujasiri ndani ya mtu, kutokuogopa taratibu na miiko ya kawaida. Sasa nikwambie, vipo vikwazo kwa namna ya kibinadamu ni vigumu kuvuka. Zipo sheria, taratibu, miiko, desturi, mila na mazoea ambayo hauwezi kuvipuuza ili kwamba ufike hatua fulani ya maisha yako. Zipo protocol ambazo zimezoeleka kwamba ukizivunja lazima na wewe utavunjwa, kwamba ukiziharibu lazima na wewe utaharibiwa, kwamba ukiziruka lazima na wewe utalukwa. Zingine ni umri, zingine ni elimu, uzoefu, ubobefu, jinsia yako, kabila yako, utaifa wako, lugha yako. Lakini ukiwa muumini wa maombi ya tatu kavu, kuna baadhi ya hatua hautazikanyaga. Ranta ya magabalo to ya manta. Kuna baadhi ya hatua utaziruka. Kuna baadhi ya steji hautakanyaga, utavuswa steji zingine tena. Kuna baadhi ya milango hautavuka namna hii, utapaa juu. Kuna baadhi ya kuta utapaa juu ya hizo kuta, utaenda ng'ambo ya pili ya hatima yako. Rento mazamagataya. Mbele ya Esa kulikuwa na sheria, mbele ya Esa kulikuwa na kanuni, mbele ya Esa kulikuwa na taratibu. Lakini baada ya maombi, baada ya tatu kavu, baada ya kuomba, zile sheria, taratibu na miiko ikavunjwa. Ikavunjwa kwa nguvu. Sio connection, sio elimu yake, sio urembo wake, no, ni maombi. Alipozama kwenye maombi ya tatu kavu, Mungu akawa anageuza moyo wa mwenye sheria. Akawa anageuza moyo ya hakimu. Sila nikwambie, yamkini kuna mahali sheria imewekwa ambayo imekuzuia usipande cheo, imekuzuia usiolewe kabisa, imekuzuia usipate promotion, imekuzuia usiteuliwe, imezuia usichaguliwe, imezuia usipate hiyo fursa. Hiyo sheria yamkini ni elimu, hauna elimu ya namna hiyo, vigezo hauna. Yamkini ni umri, vigezo hauna. Nikwambie kwamba haya maombi haya ya ferigi, ile sheria ambayo wengine iliwaangamiza, ile sheria ambayo wengine iliwahukumu, mbele ya Esa haikumhukumu. Lile tangazo ambalo lilitangazwa na Hamani kwamba Mordekai auawe, kwamba Wayahudi wanyongwe, ile sheria ilitanguliwa, ile sheria iliondolewa, ile sheria ilipuuziwa, ile sheria ilitupwa dustbini. Baada ya hapo, Esa akawa amesimama mbele ya mfalme, na mfalme ghafla yeye mwenyewe anajikuta anavunja protocol. Anajikuta anaahidi ahadi ambazo hakufikiria. Riantaya kama gabaya maladose alia mandoma zemele biabaya. Bwana akupe hiyo nguvu ndani yako. Ninakuombea. Zipo sheria ambazo zimekubana kwamba wewe huwezi pona hiyo pressure. Ni sheria ya kawaida ndiyo kwamba ukiuma ukimwi haupone kufa nao, lakini nikwambia kwamba haya maombi hayana sheria, yanavunja sheria. Nimeona watu ambao wameambiwa kwamba wale chakula asubuhi mapema kwa sababu wana ya tumbo, kwa sababu wanauma vidonda vya tumbo. Wameambiwa wasipokula watakufa, wataumwa, watalazwa. Lakini ni kwamba walipoamini, walikaa
miaka 16, wengine miaka 20, wengine miaka 40, wanaumwa vidonda vya tumbo, lakini ni imani ya maombi haya ya mifungo ya maombi ya tatu kavu. Walipoomba, walipofunga tatu kavu, vidonda vya tumbo viliondoka, yale magonjwa ya aibu yaliondoka, presa ziliwaachia. Raga pagalagadia manto redeke magapaladia. Bwana akupe hiyo imani, akupe hiyo neema ya maombi hayo ya mifungo. Usijihurumie, usiogope hiyo hatari, hiyo sheria. Maombi haya yanavunja sheria. Haya maombi, umeambiwa utakufa, umeambiwa umehukumiwa, imetajwa sheria imekuhukumu, na unaona umehukumiwa. Nikwambie, jichimbie mahali, ingia mahali. Maombi haya yanavunja sheria. Haya maombi ya sirini, nikwambie, ni mambo ya sirini yale ambayo ndiyo yanaweza kuvunja protoko za hadharani ambazo zinakuhukumu kila lea. Ikoryama katayaba indo zekelelia manta. Jambo la nne ambalo hutokea mtu akifunga maombi ya tatu kavu, huleta ujasiri wa kuzikabiri hatari. Huleta ujasiri wa kuzikabiri hatari. Esta 4:11. Esta 4:11. Watumwa wote wa mfalme wanajua sana, hata watu wa majimbo ya mfalme, ya kwamba mtu yeyote akiwa mwanaume au mwanamke atakayemjia mfalme katika ua wa ndani, wala hakuitwa, kuna sheria moja kwake, ni kwamba auawe. Hakuna hatari kubwa kama mauti, auawe, isipokuwa yeye ambaye mfalme atamnyoshea fimbo. Sasa kwambie hatari iliyokuwa mbele ya Esta. Hatari ya kwanza ni hatari ya mjomba wake kuuawa, ambaye ni Mordekai. Hatari ya pili ni hatari ya Wayahudi kuuawa na kuteswa. Hizo ni hatari mbele yake. Na hatari ya tatu ni ile ambayo ilikuwa kwamba akiingia mbele ya mfalme kinyume na sheria, yeye mwenyewe mwisho wa habari yake. Esta alikataa kwenda kwa mfalme kwa sababu ya hii hatari, lakini Mordekai alimwambia asizani kwamba asipojihatarisha, asizani kwamba asipoenda atakuwa salama. Anasema Bwana atainua msaada mahali pengine, na Esta naye cha moto atakiona. Na ndipo Esta akaamuru watu wafunge, wasile, wasinywe. Baada ya hapo aende mbele ya mfalme. Sile nikwambie, baada ya mfungo Esta akaenda mbele ya mfalme. Esta hakutaka kuingia kwa mfalme kinyume na sheria kabla ya haya maombi. Na hata Mordekai alipomwambia kuhusu ukombozi wa Wayahudi, alikuwa anasisitiza kwamba waende waombe. Kwa hiyo ujasiri wa Esta aliutafuta ndani ya siku 3. Ujasiri wa Esta ukabili roho ya mauti aliupata ndani ya siku 3. Sasa nikwambie, Esta mbele yake kuna roho ya mauti. Esta mbele ya Wayahudi kuna roho ya mauti, lakini Esta anaenda kukabili mauti, anaenda kukabili hatari kwa maombi ya siku 3 kavu. Na baada ya hapo, ile hatari haikusimama mbele yake tena. Ile hatari ilimkimbia Esta.
baada ya maombi ya siku 3 kavu. Bwana Yesu na asifiwe. Sijajua ni hatari gani iko mbele yako. Sijajua ni jambo gani unaliogopa. Yamkini unaogopa hasara ya biashara mbele yako. Yamkini unaogopa wachawi. Yamkini unaogopa waganga. Yamkini ni hatari ya madeni, au ni hatari ya kuachwa, au ni hatari ya kufukuzwa kazi, au ni hatari ya kukosa chakula, kukosa mavazi, au ni hatari ya upanga. Sijajua ni hatari gani iko mbele yako. Yamkini umezingirwa na watesi. Yamkini watekazi wanawinda roho yako. Yamkini maadui wamekaa vikao juu yako. Yamkini silaha nyingi zimeandaliwa mbele yako ili uangamizwe. Nawe umejaa hofu, hauna amani, unaishi kwa shida, usiku wa ulali, maisha yako yamekuwa ni kukimbizana, hauna utulivu, unaogopa. Hapa naongea na wewe, ndani yako mapigo ya moyo yanakimbia, unaona hofu, hauna ujasiri, umejawa hofu, umejawa uoga. Nikwambie, dawa ya uoga ni maombi ya 3 kavu. Dawa ya uoga ni maombi ya mifungo kavu. Hiyo ni dawa ya uoga. Haya maombi yanaachilia ujasiri mkubwa sana ndani ya mtu. Hakuna ujasiri mkubwa kama mtu haogopi mauti. Unaelewa? Yamkini wewe unaogopa umaskini eti unaogopa una kodi ya nyumba eti unaogopa eti kwamba hauna mshahara eti kwamba hujaolewa eti naogopa hujaolewa, haujazaa eti naogopa mabosi, unaogopa bosi eti unaogopa unasemwa. Haya maombi yanavuka kusemwa, yanavuka kuachwa, yanavuka umaskini. Haya maombi yanakupa ujasiri wa kwamba hauogopi hata kufa. Wewe unafikiri kwa nini akina Danieli hakuogopa mauti? Eti unadhani kwa nini Yesu hakuogopa kufa? Unadhani kwa nini Yesu alikabili mauti? Unadhani kwa nini akina Danieli walikabili mauti? Kwa nini akina Meshaki, Abednego, akina Shadraka walikabili moto? Kwa nini Danieli alikabili simba? Kwa nini Daudi hakuogopa kufa? Kwa nini? Siri zao zilikuwa kwenye magoti. Siri zao zilikuwa kwenye maombi. Na ndio maana wanafunzi wa Yesu, wale mitume, kabla hawajaenda kuhubiri, walifunga, waliomba. Baada ya hapo wakaingiziwa nguvu za Mungu ambazo ndani yao ziliwapa ujasiri. Ujasiri wa mtu uko ndani ya maombi. Nimeona watu wengi wako ni waoga, lakini baada ya kuanza maombi, kwa watu wa maombi, roho ya ujasiri yaingia ndani yao. Ule uoga, ile kitete, tetemeka, kuogopa akaondoka, wakawa na ujasiri wa kusimama mbele ya watu. Na watu hapa mna vitu vizuri sana, lakini hamwezi kuvipresent mbele ya watu, mnaogopa, mna hofu. Nikwambie, kuwa rafiki wa maombi ya mifungo, kuwa rafiki wa maombi ya 3 kavu, kuwa rafiki wa maombi hayo. Yana ujasiri ndani yake. Mimi na ujasiri mkubwa sana, ambao ujasiri huu sijazaliwa nao wala sikuwa nao, lakini nimeupata ndani ya haya maombi. Siogopi kufa eti unitishie kufa mimi? Sasa kama siogopi kufa, siogopi mauti, semuse uoga mwingine, niogope magonjwa? Yaani ni hofu kwamba sina hela ya kula, ni hofu kwamba eti sina kodi ya nyumba, au yaani sina nini, ni hofu hilo, sina nauli, ni hofu hilo? No. Yaani I'm above there. Nimeshinda roho ya hofu. Nimeshindaje? Nimeshinda roho ya hofu. Kwa nini? Kwa maombi. Eti naogopa nitaachwa,
kuachwa. Ana kuacha mwanaume, mwanamke. Naomba nitaachwa, nitafungwa, kufungwa. Jiunge nasi. Haya maombi hayaogopi kitu, yanakabili kila hatari. Wajapokuwa wa njia moja, kwa njia 7 wanatawanyika. Wajapoanguka 1000 mkono wangu wa kushoto, wakianguka 10,000 kulia kwangu, bado mimi nitakuwa salama. Mabaya hayanipate mimi, wala tauni haikaribii, haingii hemani mwangu. Nitawaona wabaya wangu wakianguka mbele yangu. Kila silaha iliyoandaliwa juu yangu itaharibiwa, na kila ulimi unaoinuka kwa habari ya hukumu utahukumu kuwa mkosa. Hiyo ndiyo ahadi ya Bwana na ndiyo ulisi wa watumishi wa Mungu. Sitaogopa hofu ya usiku, wala mshale ulukao gizani, wala uwele walibua adhuhuri. Sitahofu. Njia yao itakuwa ni giza na utelezi. Mashimo yale wamenichimbia, wao wenyewe wanatumbukia. Ujasiri wa namna hiyo unakuja kwa maombi. Kwa maombi Esta anakuwa jasiri. Esta anakabili hatari, anakabili mauti kwa sababu ya maombi ya mifungo ya 3 kavu. Bwana Yesu na asifiwe. Uwe muumini wa haya maombi. Maombi mazuri sana. Mimi yamekuwa ni msaada kwangu. Niliacha kazi bila kazi, sikuhofu lolote. Niliacha ajira nikaingia kwenye huduma, sikuhofu lolote. Ni nguvu ya haya maombi, na siogopi lolote. Siogopi nitakula nini, nitavaa wapi, nitasomeshaje. I don't fear about it. So they are very minor, are rubbish for me, but I play the Lord. Nimejikita kwenye nguvu za kuomba. Huko ndiko kuna ujasiri wa kuface all kind of giant. Mungu akubariki. Bwana awe nawe. Nikupongeze. Karibu pia usikilize sehemu ya pili, sehemu ya 3 ya haya maombi au hii ujumbe wa jinsi tatu kavu ilivyogeuza maisha yangu. Shuhuda ni nyingi zinakuja, endelea kufuatilia. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano, kwa maombi na maombezi ni 0753977217. Nikuombe ujumbe huu share kwa ndugu, jamaa na marafiki. Usiache like, subscribe na kucomment kwenye ujumbe huu hapo Facebook na hapo YouTube. Mungu akubariki na Bwana awe nawe. Shalom.